idara ya vijana kutoka katika utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania, ambapo tuko nao hapa. Tutazungumza mengi sana kuhusiana na vijana, lakini tutazungumza kuangalia na kuangazia changamoto ambazo zinawakumba vijana wa sasa na nini wafanye katika maisha ya familia na wanatumika namna gani katika kanisa, kwa sababu tunajua kijana ni nguzo ya kanisa. Niko na Janet Masawe pamoja na Grace Kitime kusafiri nao kwa siku ya leo kuangazia mambo mbalimbali yanayohusiana na vijana katika anga la vijana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Karibuni sana. Asante. Msikilizaji anapata nafasi ya kuwasikiliza, lakini mtazamaji anapata nafasi ya kuwaona kwa siku ya leo tunapozungumza kuhusiana na anga la vijana na kujikita kuzungumza masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na vijana. Pengine ingekuwa vyema kama angeweza kukufahamu tunazungumza na Janet akiwa kama nani kutoka katika utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania, lakini anapomsikia Grace Kitime amfahamu kama nani. Asante. Jina langu naitwa Grace Kitime. Nafanya kazi na utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania, yani Holy Cross Family Ministries Tanzania, na ninasimamia idara ya vijana hapa nchini Tanzania. Kwa maana hiyo unifahamu kama Grace, lakini kwenye utume wa familia nasimamia idara ya vijana. Hongera sana. Asante sana. Naitwa Janet Masawe, ni mwana PPG. PPG inatokea katika idara ya utume wa familia. Asante sana na karibu sana. Kwa siku ya leo tunazungumza kuhusiana na nafasi na changamoto za vijana katika kuimarisha sala na maisha ya familia. Kijana ambaye anatusikiliza sasa, pengine utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania, aelewe nini anaposikia kwa mara ya kwanza? Utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu ulianzishwa na padre, alikuwa anaitwa Padre Patrick Peyton. Yeye alikuwa anahimiza maisha ya sala, hasa sala ya familia, yani sala ya Rozari Takatifu, kwamba familia angalau kila siku watenge dakika chache kwa ajili ya kusali pamoja sala ya Rozari Takatifu, ili kuzifanya familia zao ziwe na amani, lakini pia kuomba maombezi ya mama yetu Bikira Maria, changamoto wanazokutana nazo ziweze kupata utatuzi kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria. Kwa maana hiyo utume huu ulianzishwa na yeye alipomaliza tu, alipopata upadre. Lakini kwa nini alianzisha huu utume? Alipitia changamoto ya kuugua akiwa seminari. Aliumwa sana ugonjwa wa kifua kikuu. Na kwa sababu kipindi hicho kulikuwa kuna dawa, miaka 1938 hapo, hakukuwa na dawa maalum ya kutibu ugonjwa huo. Kwa madaktari walimwambia, kwa sababu hatuwezi tukakutibu ugonjwa huu, urudi tu nyumbani usubiri siku ya kufa. Na kwa sababu alikuwa anampenda Mungu, na siku zote tangu wakiwa wadogo walikuwa nasali pamoja kwenye familia, akasema nitamuomba huyu mama ambaye tangu tukiwa wadogo alikuwa anatuombea kwa Mungu na maombi yetu anafanya nini? Yanajibiwa. Hivyo alimwambia Mama Maria, kama madaktari wameniambia haiwezekani, ninajua kwa Mungu yote yanafanya nini? Yanawezekana. Hivyo akamwambia Mama Maria, naomba niombe kwa Yesu. Huu ugonjwa walionaambia madaktari hauwezi kupona, naomba kwa Yesu huu ugonjwa ufanye nini? Uweze kupona. Hivyo alisali Rozari kwa uaminifu ndani ya siku 5. Akapona kabisa. Lakini huko hospitali walihangaika na waliteseka bila kupata uponyaji wowote, lakini kupitia sala akapata kupona. Na ndio kwenye idara ya vijana tunamsema unaitwa jaribu sala inatenda. Patrick Peyton alijaribu sala naye ikamtendea. Kuna sisi tunawaambia vijana jaribu sala inatenda. Kwa hapo ndipo alipopata nafasi ya kusema kwamba nitahakikisha na waenezea pia ujumbe huu watu wengine, kwamba kupitia maombezi ya Mama Maria wanaweza wakasali na wakapata majibu yao, na kupitia sala ya Rozari Takatifu wanaweza kupata majibu ya haraka. Hivyo utume ukaanza kwa namna hiyo. Japo mara kwanza iliitwa Rozari ya familia, kwamba familia wakae pamoja wasali pamoja. Lakini baada ya kufariki, shirika likaamua ifanye uwe utume wa familia kwa sababu unahudumia familia kwa ujumla. Nikushukuru sana Grace Kitime kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa kuhusiana na utume wa familia. Lakini ningetamani kufahamu tunapozungumza kuhusiana na vijana, tunagusa nguzo muhimu sana katika kanisa, nguzo muhimu katika jamii, lakini nguzo muhimu pia katika maisha ya familia. Kwa nini utume mtakatifu, kwa nini utume wa Msalaba Mtakatifu uliona ni vyema na ni muhimu sana kuwafikia vijana? Ulikuwa ni jambo la muhimu na la msingi kuwafikia vijana, kwa sababu vijana pia ni sehemu ya familia. Na vijana tunajua ni nguvu ya kanisa, ni nguvu ya taifa.
Yaani mahali ambapo hapana vijana ni kwamba hiyo jamii ni kama ni imedhoofu. Kwa sababu hiyo tukaona ni muhimu pia kuwafikia vijana, kwa sababu pia Patrick alipokea muujiza akiwa kijana. Na kama alipokea muujiza akiwa kijana, tunajua kwamba kabisa kijana anaweza pia kufanya mabadiliko akijitambua akiwa bado mapema. Hivyo tukaona ni muhimu sana tumfikie pia kijana. Na program tunazozifanya kwa vijana pia tunatamani kumsogeza kijana karibu na Mungu. Tunajua kuna changamoto mbalimbali, lakini tunatamani tumvute zaidi kwa Kristo. Atambue kwamba ni kijana ni sawa, ulimwengu unakimbia, na yeye anakimbizana na ulimwengu, lakini bado atambue kwamba yupo Kristo, na kwamba maisha yake akiyaweka vizuri kwa Kristo, ujana wake unaweza kuwa ni wa thamani sana, na kwamba ana thamani kubwa katika taifa, katika jamii, kwamba yeye akisimama pia na jamii inafanya nini? Inasimama. Kwa hiyo tukaona ni muhimu sana pia na huyu kijana tumguse kwa namna yake. Ndio. Nikushukuru sana Grace Kitime, lakini nirudi kwako Janet Masawe. Vijana wa sasa wamekuwa na changamoto nyingi sana, hasa tukizungumza kwenye swala la kanisa, sio wote ambao wana mwitikio wa haraka. Kupitia mfano wa Padre Peyton, vijana wa sasa wanapaswa kujifunza nini? Vijana wa sasa wanapaswa kujifunza maisha aliyoishi Peyton, ya kumtumainia Mwenyezi Mungu, kuamini katika sala, kwa sababu Peyton alikuwa kwanza ni kijana jasiri, shupavu, kijana aliyekuwa mnyenyekevu na aliyeamini sana katika maisha ya sala. Kwa hiyo vijana wa sasa wanapaswa waige mfano wa Peyton ili waweze kusali, waweze kumtumainia Mwenyezi Mungu, waweze kujua kwamba changamoto zao zote zinaweza kutatuliwa na Mwenyezi Mungu. Nikushukuru sana Janet Masawe. Lakini dada Grace, tunapozungumza kuhusiana na changamoto za vijana, zipo changamoto nyingi sana ambazo alipitia Padre Peyton, lakini aliweza kuzishinda. Vijana wa sasa tunapozungumza kuhusiana na kizazi kipya, vijana wengi wamekuwa wakikata tamaa na kuishia njiani. Pengine unalipi la kuambia? Kijana, cha kwanza kabisa naweza kusema kwamba kinachowafanya wakati mwingine wakati tamaa ni maisha wanayokuwa wanaishi. Anatamani kuwa kama fulani, lakini hajui fulani alifikaje. Yaani tunasema kwamba mtu anatamani kuishi maisha ambayo sio ya kwake, kuharakishia maisha. La wakati mwingine anaona huyu amefanikiwa na mimi nataka nifanikiwe kama yeye, lakini hujui alipita wapi. Wakati mwingine tunahitaji mafanikio lakini hatutaki kufanya kazi. Lakini Patrick anatufundisha kwamba ili tuwe watu ambao ni jasiri, watu ambao tunaweza pia kushindana na hizo changamoto tunazokutana nazo, pia sala ni muhimu. Lakini si sala tu, tunapaswa pia kuwa watu wajasiri, lakini pia tufanye kazi kwa nini? Kwa juhudi. Wakati mwingine vijana tunakutana na msongo wa mawazo, stress. Ni kwa sababu gani? Labda sina pesa, lakini zilikuwepo kazi ambazo ningeweza kufanya, ila unasema kwa hadhi nilionayo siwezi kuzifanya. Kwa wakati mwingine pia stress zinaweza zikamfanya kijana akashindwa kufikia malengo yake, akaona mbona ni kama changamoto sana kwenye maisha yangu, mbona ni kama hivi. Lakini tukiwa watu tuliosimama na tukaamua kufanya kazi kwa juhudi, hata kama unasubiri kazi unazokutana nazo, zile ambazo ni kazi halali, zifanye kwa wakati huo, ukiendelea kusubiri kazi ya kufanya nini? Ya kuajiliwa. Hizo changamoto baadhi zinaweza zikafanya nini? Zikaisha. Lakini wakati mwingine changamoto tunaweza kukutana nazo, kumbe Mungu anatupitisha mahali ili baadaye tuwe shupavu kwenye imani. Kwa maana hiyo kwamba pambana. Yaani kwenye hiyo changamoto unayokutana nayo, kwa sababu namtegemea Mungu, wewe mwambie Mungu tunisaidie nipite wapi kwenye hii changamoto. Wakati mwingine Mungu anataka tu imani zetu zikue, tuwe watu fulani. Kama Patrick Peyton alipopitia hiyo changamoto ya kuumwa, Mungu manake alitaka amkomaze. Na kweli aliposali kwa juhudi alifanya nini? Alipokea uponyaji na imani yake ikawa kwa viwango vingine. Kwa wakati mwingine changamoto tunazokutana nazo, tupambane nazo, tusizikimbie changamoto. Tusikimbie changamoto, lakini pia tuwe watu wa sala mara nyingi. Lakini tunapozungumza kuhusiana na idara ya vijana ndani ya utume wa familia takatifu, ina malengo gani hasa kwa ngazi ya vijana, lakini kuhakikisha kwamba vijana hawa ambao tunawazungumzia kesho wasije kuwa baba lele mama kwenye familia? Idara ya vijana ina malengo makubwa mengi. Cha kwanza kabisa ni kumfanya kijana tambue thamani ya yeye kijana. Tukisoma katika ule waraka wa Mtume Paulo kwa Timotheo, anasema kwamba mtu asiudhalau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio. Inamaanisha tunatamani kijana pia ajivunie kwamba mimi ni kijana. Na kwa namna gani tunaweza tukasema kwamba ajivunie kwamba yeye ni kijana? Tuna program mbalimbali.
ambazo zinamsaidia kijana afikie hiyo ajione kwamba mimi ni kijana na nina thamani kubwa. Iwe ni kwenye jamii, iwe ni kwenye kanisa, iwe ni kwenye familia. Zipo program mbalimbali. Kuna program tunaita the Gen Z Pathway Program. Ni program inayohusu sana vijana, yani totally ni vijana, ambayo programu hii inawavuta wao zaidi kwa Kristo. Huko tunajifunza mambo tofauti. Tunajifunza mambo ya kijamii, lakini mambo ya kiimani pia. Kwamba unapokutana nao na mambo ya kiimani, unakuwa kama kijana unatakiwa uwaje. Lakini pia utakapokutana na changamoto za kijamii, kama kijana unaziface vipi. Lakini pia huko kwa vijana huko kwenye kama kwenye hiyo program, tunamfanya pia kijana atambue vipaji na karama ambazo amejaliwa na Mungu. Kwamba kama kijana kumbe nina karama ya uimbaji. Hivyo tunaziibua na kuzikuza hizo karama kwa hizo program mbalimbali. Maana kijana anapata nafasi pia kuonyesha talent aliyopewa na Mungu. Wakati mwingine wanaona vijana kwamba labda tunatengwa kwa sababu hatupewi nafasi ya kuonyesha karama na vipaji tulivyopewa na nani? Na Mungu. Kama idara tunatamani vijana wote wawe huru wakiwa kanisani kwa Mungu, kama wanavyokuwa huru sehemu nyingine. Hivyo na kanisani tunatamani wao huru. Tuna program mbalimbali ambazo zinawafanya vijana wawe huru, lakini ambazo zitawakuza kiimani, lakini pia wanakuwa jasiri hata wanapokutana na changamoto za kila siku. Wanakuwa wako vizuri, wanaweza kupambana nazo. Kwa sababu program tunazozifanya zinamfanya pia tunamjengea kijana awe na self confidence, kwamba akisimama yeye mwenyewe anakuwa na confidence ya kuitetea imani, lakini pia kujitetea kama kijana, kutetea pia jamii na kanisa kwa ujumla. Ndio. Nikushukuru sana kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa ambao tunaendelea kumpatia msikilizaji wa Amani Radio FM kupitia masafa ya 101.5, lakini na mtazamaji wa Amani Radio Online TV ambaye tumeungana naye muda huu kuweza kututazama tunapozungumza kuhusiana na anga la vijana, lakini changamoto ambazo vijana wanakabiliana nazo na namna ambavyo Holy Cross Family Ministry Tanzania imeona ni vyema pia kuwa na idara ya vijana ndani yake. Lakini tukija kwenye ngazi ya familia, kumekuwa tunaona mfano wa Padre Peyton alikuwa akihimiza na kusali sana. Aliamini katika sala. Vijana wengi wa sasa wamekuwa uvivu kushiriki katika sala za pamoja katika familia. Unahisi hasa changamoto hapo ni nini? Tunasemaga kwamba umri wa kijana ni ule umri ametoka kwenye umri wa kusukumwa na wazazi kwenye sala. Sasa anajitegemea. Lakini huu umri wa kijana ni kipindi ambacho anaona kama wakati mwingine sala zake hazijibiwe. Hivyo anaona kwamba nikikaa kwenye kusali, mbona ni kama nikisali sala zangu hazijibiwi, kwa anakata tamaa. Lakini nimwambie kwamba kijana, Mungu hajawahi acha kujibu. Ni kwamba tu huwa tunakuwa na haraka sana, ndio maana wakati mwingine tunakata tamaa ya nini? Ya sala. Lakini kama tukiwa watu wa kusubiri, maana Mungu anasema anatenda kwa wakati wake. Ndio maana anasema kuna wakati wa kupanda na wakati wa kufanya nini? Wa kuvuna, kwenye kile kitabu cha Mhubiri. Kwa nini muhimize kijana kwamba hata kama alikuwa amekata tamaa, aanze tena kwa sababu Mungu anajibu. Na wakati mwingine Mungu atakujibu na hautaamini kama Mungu huwa anajibu. Kwa asiache kusali hata kama alikuwa amekata tamaa namna gani. Wakati mwingine tunakutana na stress mbalimbali, na wengine wakati mwingine tunakutana marafiki wanaoambia unasali sana lakini mbona hatuoni Mungu wako akijibu. Lakini ukiendelea kushikilia imani yako na kuitetea, Mungu atakujibu. Kwa sababu hata Patrick aliumwa muda mrefu. Ni mwaka mzima mtu anaumwa. Lakini angekuwa ni mtu wa kukata pia tamaa, asingepokea huo muujiza. Na kupitia huo muujiza na sisi pia kama familia tunapona. Hivyo nawe kama kijana usikate tamaa, usione mbona Mungu hajibu. Tusubiri kwa sababu wakati wa Mungu ni sahihi na atakujibu kwa wakati. Kwa kama ulikuwa umekata tamaa, anza tena na umwambie Mungu akupe neema ya kusubiri, ya subira. Ndio. Changamoto za kijamii zinafanya vijana wengi sana wanasahau majukumu yao katika kanisa, katika familia. Sababu hasa ni nini, Janeti? Kwa sababu tunaona kadri siku zinavyozidi kwenda kijana amekuwa akirudi nyuma, tofauti na ambavyo jamii ilikuwa inamtizama. Kijana kishafika kwenye umri wa kijana, basi kuna vitu vya ukuaji wa kiakili, kimawazo, anaweza kawa mchango katika jamii. Unahisi hapa sababu ni nini hasa? Sababu unayohisi vijana wanarudi nyuma kipindi wakiwa watoto wadogo hivi, wakiwa wapo chini ya himaya ya wazazi. Kwa wazazi wanakuwa wanawahimiza na kuwapigia makelele, yani sana, salini, fanyeni hivi, fanyeni hivyo. Wanakuwa wanaishi chini ya utawala wa wazazi. Kwa hiyo wazazi ndo wanakuwa wanawakontrol. Lakini wakishakuwa wanajimiliki wao wenyewe, wanasahau, wanakuwa kwenye magrupu ambayo sio,
kwa hiyo wanakuwa wanashindwa kusimama kwenye nafasi zao. Utume wa familia, Grace, unawasaidiaje vijana kuondokana na kukabiliana na changamoto za kimaisha zinazowakabili na mwisho wa siku wanapoteza ule ushujaa na ushupavu wa kijana? Kwenye utume wa familia, kama nilivyosema, tuna program mbalimbali zinazowasaidia vijana. Wakati mwingine huwa tunakaa nao na kufanya ushauri na kwa kama kijana labda alikuwa ameingia kwenye eneo tuseme la uvutaji bangi na limeshamuathiri sana kwenye maisha yake, akija pale tunampa ushauri. Na kwa sababu tukimpa ushauri hatuishi hapo, tunakuwa tunatembea naye, tunasafiri naye ili mpaka baadaye awe kijana ambaye amesimama tena. Lakini pia kwenye hizi program tunazozitoa, kama ni seminar mfano, tukienda tukizungumza juu ya seminar, kijana anapata pia uwanja wa kuuliza maswali ambayo yanamsaidia, kama ni changamoto anapata nafasi ya kuitatua. Na wakati mwingine watu na program ya kushare, kijana anashare changamoto anayopitia, alafu nakutana na kijana alikuwa na program ana tatizo kama hilo hilo, anampa kwamba mimi nilifanya hivi na nikatoka. Na wakati mwingine mtu mwingine anatoa kama ushuhuda kwamba mwenzenu nilipita 1 2 3 4 5 lakini nilivyofanya haya yakanisaidia nikapita. Kwa kijana kwa mfano akiwa anakutana na changamoto sana, sisi tunamkaribisha kwa ajili ya ushauri, kwa sababu pia tunatoa ushauri ni bure. Tunampa ushauri lakini pia tunasali naye pamoja. Wakati mwingine inawezekana ni changamoto amekutana nazo kwenye familia, labda maisha aliyoishi yalikuwa ni maisha ambayo yamemfanya kapita kwenye changamoto fulani. Kwa hiyo tunamsaidia, tunakaa naye, tunazungumza naye. Na kama saizi kuna tatizo la afya, la ugonjwa wa afya ya akili, wakati mwingine labda amepitia, alikuwa anawaza sana mpaka imempelekea amepata hiyo kuumwa huo ugonjwa, hiyo tunampa nafasi ya kumshauri na kusafiri naye taratibu mpaka atakapo recover. Kwa maana hiyo huyu kijana tunamsaidia taratibu kwa upendo kabisa, kwa anakuwa pia huru kusha kwamba mimi hapa kweli ninakuwa na shida. Na wakati mwingine labda anakuwa anaogopa kuzungumza pia, lakini akikutana na sisi tunampa uwanja wa kuwa tayari kujimwaga. Kwa sababu tunasema kwamba kwenye utume wa familia, tukikutana na mtu mwenye changamoto yote, ile changamoto inaishia kwenye utume wa nini? Wa familia, kwa sababu lengo letu ni kuzisaidia familia kusali. Na mtu akiwa kwenye changamoto manake hatapata nafasi nzuri ya kufanya nini? Kusali. Ya kusali. Kwa maana hiyo tunampa pia nafasi ya kuwa tayari kuweka yale mambo yake sawa, ili pia apate nafasi ya kuongea na nini? Na Mungu. Kwa hiyo tunamsaidia kwa namna hiyo. Anapokuwa amepita kwenye changamoto ambayo hawezi pia yeye mwenyewe kupambana nayo, tunatoa hiyo nafasi ya ushauri. Kwa hiyo tunakuwa tuna muda wa ushauri, reconciliation, labda alikuwa amegombana na mtu hawezi pia kumface, na wakati mwingine mmempa na changamoto kwenye maisha yake, anashindwa kuconcentrate na vitu vyake. Kwa hiyo tunamshauri, lakini pia tunaitana na huyo mtu ambaye hakuwa naye sawa, pia tunampa nafasi ya kufanya nini? Ya kureconcile, na kufanya mambo yao yawe sawa, ili pia lengo tunarudi pale pale, apate nafasi ya kusali na kuongea na Mungu, kwa sababu tunasema sala ni njia inayotunganisha sisi na nani? Na Mungu. Kwa kama kijana, ili mambo yake pia yaende, tunamshauri pia sali ili mambo yake yaende vizuri. Ndio. Sala yenye nguvu ipo mikononi mwako. Lakini ukuaji wa sayansi na teknolojia umefanya vijana kuingia kwenye hilo dimbwi kubwa sana. Inaathiri kiasi gani maisha ya kijana? Ukuaji wa sayansi na teknolojia una pande mbili. Una athari ambazo ni chanya, lakini pia una athari ambazo ni hasi. Tukirudi kwenye sala, una athari kwa kiasi kikubwa sana upande wa hasi, kwa sababu kijana anaona kwamba asipo concentrate na mitandao, akaja kwenye sala anaona kama anapoteza muda. Na ndio maana huwa tunakuwa na vipindi mbalimbali ambavyo tunavirusha kwenye mitandao ya kijamii, ili kwamba hata kama huyu kijana atapita, atakutana na vitu mbalimbali, angalau akutane na neno moja litakalomsaidia kukua yeye kiimani. Kwa hiyo tunamwambia hivi kijana, mitandao ni mizuri, lakini kama tukiitumia vizuri. Na kwenye maisha yetu pia, kama hizo simu tutaingia kwenye mitandao ya kijamii na tutatafuta sala inaweza kutusaidia, itakuwa ni njema. Lakini kama tutaingia tutatafuta vitu vya ajabu ambavyo wakati mwingine vinaua saikolojia yetu, tunaanza kufikiria vitu ambavyo tumekutana navyo ambavyo ni vya ajabu, hiyo kwetu sisi inakuwa ni athari ambayo ni hasi. Kwa sababu manake hajaitumia mitandao ya kijamii ni vizuri. Tunamsia atumie mitandao ya kijamii vizuri kumsaidia kukua kiimani, lakini pia kumsaidia kukua yeye kijamii, kwa sababu tunasema kupitia mitandao ya kijamii pia tunaweza tukatafuta solution mbalimbali. Labda nilikuwa natamani kujifunza kupika keki, nikaingia huko nikajifunza, nikasoma, nikaelewa. Kwa hiyo inakuwa imemsaidia. Ila nikiingia huko nikaanza kuangalia picha za ajabu, picha za porno, manake pia naua hata kile kitu kilichokuwepo ndani yangu. Dhamiri yangu pia ya ndani inakuwa, na hivyo pia imani yangu inafifia.
Kwa mitandao ya kijamii inaweza kumsaidia kijana sana kama akiitumia vizuri. Nasi tunamwambia kijana aitumie vizuri. Patrick Peyton pia alitumia mitandao ya kijamii ili kuwafikia watu wengi. Alitumia mitandao ya jamii ili kuwafikia watu wengi. Kwa alikuwa anatumia pia redio na mitandao mingine. Tunasema mitandao ya kijamii sio mibaya kama itatumika vizuri, lakini inakuja kuwa mibaya pale itakapotumika vibaya. Kwa sababu hapa tupo kwenye mitandao, si ndio? Kijana anapoitumia vizuri, hii teknolojia na sayansi inavyozidi kukua, akiitumia vizuri inamsaidia kukua kiimani. Kwa ninachomsi atumie vizuri kwa ajili ya kukua yeye kiroho, lakini pia kwa ajili ya kukua yeye kijamii kwenye maisha yake ya kawaida. Asiitumie vibaya, kwa sababu anapoitumia vibaya pia anaua dhamiri yake. Yule roho aliyekuwa anamsukuma kutenda mema pia anazidi kumuua, na baadaye anajikuta kwamba kila anachokifanya naona tu yeye ni sawa hata kikiwa kibaya. Kwa aitumie vizuri. Na kupitia mitandao ya kijamii pia zipo sala mbalimbali, hapo mafundisho mbalimbali watu wanatoa ya kutusaidia. Hata changamoto tunazopitia pia kuna watu wametoa motivation speakers, wametoa huko kwamba unaweza kufanya hivi ili kuvuka changamoto unayokutana nayo. Kwa ninachowasi watumie vizuri mitandao ya jamii kuwasaidia wao, na si watumie iwaathiri wao wazidi kuporomoka. Mitandao ya kijamii ina uwezo wa kumjenga kijana, lakini ina uwezo vile vile wa kumbomoa na kumfanya kushindwa kuishi maisha ya Padre Peyton. Grace, tunapozungumza kuhusiana na kijana huyu ambaye tunatamani na ni shauku yako pia, mbali ya kuwa ndani ya utume huu wa familia, kumuona kijana kama ni imani basi anasimama vizuri katika imani yake, lakini kama ni mfano mzuri katika jamii pia anatajwa kijana ni mfano mzuri. Pengine kijana huyu akishindwa kutafuta misingi hiyo, hata kama wazazi mwanzoni walishindwa kusimama katika nafasi yake vizuri, kijana huyu tunampoteza kwa namna gani? Kijana huyu anaweza kupotea kama wazazi wake hawakusimama vizuri kwenye imani, lakini yeye mwenyewe pia akiwa hajaipenda imani. Unajua kuna wakati mwingine unaweza kuwa umelelewa kwenye maisha ambayo sio mazuri sana, lakini kijana mwenyewe anatamani kwamba na mimi natamani nimjue Mungu, natamani kwenda kanisani. Kwa huyu kijana pia tunaweza tukampoteza kama hatutakuwa makini kumfuatilia. Kwa sababu tunadhani kwamba kijana amekuwa anaweza kujitegemea kwenye imani, lakini pia anahitaji kufuatiliwa. Kwa mfano, vijana wamekuja kanisani wakiwa na vikundi vyao kama vijana, inamaanisha anaendelea kufuatiliwa pia, kwa sababu kulelewa na kukuzwa. Maana yake hiyo inamsaidia anakuwa karibu. Lakini tukiwaacha hivi, yani kwamba kwa sababu amekuja kanisani tuwaache hivi, haitawafanya pia wafanye nini, wabaki kanisani. Lakini pia kama hatutakuwa na program wanazozipenda vijana wanapenda program zao wao. Kwa mfano kanisani wakiandaa michezo, huyo kijana lazima atakuja, kwa sababu anajua kule nikienda ni kitu ninachokipenda. Kwa hiyo ninaweza pia nikacheza, nikaimba nikiwa kanisani, nikaonyesha igizo nikiwa kanisani. Inamaanisha pia kama kanisa tusipoandaa program zinazowahusu vijana, yani wakitoka misa kwamba jioni wao na program zao vijana, huyu kijana tunaweza tukampoteza. Kwa sababu kijana wanatamani kuendana wao kama wao, na wanatamani kuishi maisha yaliyoko sasa. Kwa maana hiyo tukiandaa program ambazo zinamvuta kijana kuja kanisani, huyu kijana lazima atakuja, hatapotea. Ila tusipoandaa hizo program, maana huyu kijana atafanya nini? Kwa sababu mwingine ana kipaji cha kucheza, si ndio? Anatamani akija kanisani at least hata kwa mwezi aonyeshe hicho kipaji chake. Na wengine wamshangilia, asikie tu furaha kwamba kumbe na mimi naweza. Mwingine ana kipaji cha kuimba, anatamani tu akija aonyeshe. Mwingine ana kipaji cha kuchekesha. Lakini wakati mwingine anatamani tu kukutana na vijana wenzake, apate azungumze na wenzake. Kwa maana hiyo huyu kijana ili aendelee kubaki kanisani, tunatakiwa pia kutoa na program zinazomvuta kijana. Hata kwenye maparokia ziwepo misa zinazohusu vijana tu, kwamba hii ni misa ya vijana. Inamaanisha hata mahubiri yanakuwa yanamhusu kijana. Hiyo itamsaidia kijana aendelee kurudi, kwa sababu wanapenda amshamsha. Yani yeye anapenda wakati wote kuwe kumechangamka. Kwa hiyo wanakuambia tu wanapenda vibe. Kwa hiyo zikiwepo programs za namna hiyo, kijana hawezi kosa kanisani. Na wakati mwingine akikosa anajisikia vibaya. Kwa sababu gani? Zile programs zinamvuta, anaendelea kuja wapi kanisani. Na ndio maana sisi kama idara ya familia ya vijana kwenye utume wa familia, tunakuwa na program ambazo zitamvuta kijana wapi? Kanisani kwa Yesu. Kwa kama tutaandaa michezo, lakini lazima tutatumbukiza sala. Kwamba kutakuwepo na michezo, lakini tutakuwa na semina fupi na husu sala. Ili akijua kabisa kwamba ninacheza, lakini pia ninapaswa kufanya kusali. Na ndio maana Mtakatifu Don Bosco alisema kwamba cheza, imba, yani fanya kila kitu, lakini usifanye usitende dhambi.
huyu alikuwa ni mtakatifu ambaye amebezi sana kwa vijana. Kwa na wao wanafuata mfano wa namna hiyo. Kwa maana yake zikiwa program ambazo zinawavuta michezo, labda games mbalimbali, mashindano, competition mbalimbali, hii inamfanya kijana abaki kanisani. Lakini kanisani kukiwa kumepoa, nakwambia kanisani kwenyewe kumepoa, bora tu nibaki wapi? Nyumbani. Au kwenye misa zenyewe tunakuwa na wazazi, mwingine anakuwa hayupo huru kwa sababu mzazi wake yupo, ila akiwa yupo huru kanisani anakuwa, yani misa ikiwa ni ya vijana, kwa huru zaidi kwa sababu anaweza pia kupata challenge mbalimbali kutokana na vijana na kukutana nao. Ndio tunajua kwamba misingi ya familia isipoanza chini vizuri, huyu kijana ambaye tunamzungumzia kwenye level ya kati anaweza akaathirika zaidi. Wako vijana wengi ambao wanakumbana na changamoto za kwenye familia kutokana na misingi ya familia, pengine kalelewa na mzazi mmoja, kalelewa kwenye maisha ambayo si wazazi wapenda sala, si wazazi wapenda kushiriki kwenye nyumba za ibada na matukio ya kanisa. Kijana huyu anajiona ndani yake ana uwezo labda kuonyesha kipaji fulani, na anajua kwamba nikitumia kanisa naweza nikawa ni sehemu yangu ya kunisaidia kupiga hatua kwenda sehemu moja, lakini ndani yake hana uthubutu. Mnamsaidiaje kama utume wa familia? Kama utume wa familia tunakuwa tuna program pia tunasema za kujitambua. Huwa tunakuwa na semina mbalimbali ambazo zinahusu pia kujitambua na namna ya kumfanya kijana awe jasiri. Na tunasema kwamba tunamtengenezea kijana awe na self confidence, kwamba anaweza kusimama kwa ujasiri na kusema. Na hizo program tunazitengeneza kwa namna ambayo tunatumia lugha ya kwao ya vijana, lugha ile wanaoipenda vijana. Kwa mfano tukisema vijana wa Arusha, kuna lugha yao wanaoipenda. Kwa tukiwa kwenye program pia tunatumia ile lugha ya kawaida ya utani, ili pia ajue kabisa huyu ni mtu sahihi ninayeweza kumwambia changamoto yangu. Kwa sababu pia ukiwa serious sana, huyu kijana anaona huyu siwezi kumwambia kwa sababu labda anapenda masihala, hawezi kusema hicho kitu. Kwa zile programs zinamjengea uwezo kijana wa kuwa jasiri na kusimama mwenyewe. Na wakati mwingine unakuta kijana anakuambia nilikuwa siwezi kusimama mbele ya watu, lakini kutokana na hizi programs zimenifanya pia nisimame mbele za watu, kwa sababu tunakuwa na wakati mwingine wa debate. Tunaandaa midahalo mbalimbali ya vijana. Na kwa sababu tukiandaa midahalo hiyo mbalimbali tutamsaidia kila kijana angalau ashiriki kwamba yeye kwenye hichi amejifunza nini. Kwa hiyo ile inamtengenezea taratibu. Anakuambia labda mimi nakwambia tusimama tu taratibu. Basi fumba macho kama utaona aibu, lakini wewe simama. Ila akisimama anajikuta anaendelea kupata ujasiri kidogo kidogo. Na wakati mwingine tunafundisha pia namna ya kusimama na kuwa jasiri. Hata kama akikutana na macho ya watu, tunamfundisha namna ya kuwa jasiri. Kwa huyu kijana anapohudhuria semina kama hizo, lakini pia anapokupita kwenye mitandao ya kijamii pia huwa tunasema hizo vitu. Kwa anakuwa na uwezo, anaanza kutengeneza ujasiri kidogo kidogo. Na tunamwambia pia anaweza kuwa jasiri kwa kuanza kufanya nini kidogo kidogo. Kwa hiyo tunakuwa tuna seminar, workshops mbalimbali ambazo zinamsaidia pia kijana kuwa jasiri. Anaanza kidogo kidogo, tunamfundisha pia ajitambue yeye, atambue karama aliyopewa na Mungu, na tunamwambia faida pia ya kuitumia hiyo karama. Na ndio maana huwa tunakuwa tuna program inaitwa Try Prayer It Works Contest. Hii ni program tunaifanya kila mwaka. Inasema ni program inaitwa Jaribu Sala Inatenda. Kwa hiyo tunaandaa theme, inaandaliwa theme kutoka international offices, ambayo ikija hapo sasa kijana anapata nafasi ya kuelezea karama yake kutokana na theme. Tunamwambia anatafakari neno la Mungu lakini kupitia karama alionayo. Kama ni mchoraji, atachora kutokana na theme iliyokuepo, alafu ataiweka pale. Kama mwaka jana tulikuwa tuna theme inasema Prayer My Pathway to Peace, kwamba sala ni njia yangu ya amani. Kwa kijana anaielezea sala inawezaje kwa njia yake ya amani. Kwa njia, kama ni mchoraji atachora, ataielezea hiyo sala, atatuletea huo mchoro. Kama ni mwandishi ataandika. Na tunawashindanisha kwamba atakayeshinda anapewa zawadi. Kwa hii inamfanya yani kwa namna yote ile, kwa sababu anatamani kushinda, ajitahidi, apambane. Lakini pia wale ambao wanakuwa hajashinda huwa tunawapa pia zawadi na wao ili kuwafanya